Kati ya siku ambazo shetani huwa anatoa kafara kwa ajili ya kuimarisha ufalme wake, kwanza ni Good Friday. Good Friday, mwaka mpya, Christmas. Hizo lazima shetani atoe kafara. Mwaka mpya huwa anatoa kafara kwa sababu ya kukabidhi mwaka katika mikono yake. Good Friday huwa anatoa kafara kwa sababu siku ya Good Friday ndio siku peke yake ambayo shetani huwa anakwenda dunia yote kwa siku moja. Yeye mwenyewe kama Lucifer anafika Tanzania, kunakuwa na kikao kabisa cha watu wakuu ambao wao wanajua kabisa, wanakaa na wanaweka kiti wazi hapa, anakuja anakaa pale, hasa wachawi. Siku hiyo huwa ni ya huzuni sana kwa wachawi, mashetani, masatanist na washirikina, kwa sababu shetani akija siku hiyo lazima atoe kafara. Anachagua tu mtu yote huyu hapa, ndio, na hauruhusiwi kutokuhudhuria. Unasambaratishwa hapo hapo, unaliwa hapo hapo live. Ameshaondoka tayari, yuko Kenya. Huwa anazungukia nchi zote za dunia Good Friday, na ndio maana Good Friday lazima mtu maarufu afe. Kila Good Friday ufuatilie, utaona mimi nakupa vitu. Lazima Good Friday, lazima anakuwa ni mtu maarufu, lakini umaarufu wake umetokana na kumtumikia na kina shetani. Angalia, utaona ndio kina Kanumba walikufa. Sitaki kutajia mambo mengi, lakini ndio. Na siku ya mwaka mpya ni kwa sababu shetani anataka aukabidhi mwaka kwenye mikono, yaani anatoa kafara kwenye kila nchi. Kwa mfano Tanzania anakuja anatoa kafara ili kusudi mwaka huu unaokuja 2022 mambo ya kishetani yafanikiwe. Kwa hiyo kafara yake ikifanikiwa kutolewa kwenye nchi, tayari prince aliyemweka kwenye mji ule anaendelea kuimarisha mtawala wake. Kifanikiwa kumnyang'anya asitoe kafara yake, unashangaa prince wake anaangukia pua. Iko hizo nchi zote duniani, secular countries. Wafalme wanaweza kuwa hawajui kwamba they are being controlled kwenye ulimwengu wa roho. Mfalme ambaye anaongozwa na prince bila kujua anaweza kunibishia, lakini mfalme ambaye anaongozwa na prince kwa kujua ni mfalme kwenye mambo yake ya giza, amefanikiwa zaidi kwa sababu anamjua anampa nguvu. Ni sawa na mtu anayeongozwa na Roho Mtakatifu bila kujua ni Roho Mtakatifu, hawezi kumpa utukufu. Sasa unatakiwa wewe usimame useme hivi, kama Mungu aishivyo, kwenye siku ya Christmas hakuna kafara itatolewa katika nchi ya Tanzania. Lakini sio tu kwamba na ndio maana unaonaga siku ya Christmas washerati sana, uovu sana. Siku ya mwaka mpya washerati sana, siku ya Pasaka washerati sana. Unajiuliza, hii siku si ya Mungu na wanaofanya haya ni Wakristo? Kafara zito imetolewa. Hakuna anayeweza kusimama isipokuwa amesimamishwa na mamlaka ya rohoni. Unaniona mimi hapa? Iko mamlaka imenisimamisha. Na wewe pale, na wewe pia iko mamlaka imekusimamisha. Lakini ni mamlaka ya level gani? Ni mamlaka ya ngazi gani? Ndiyo inategemea utapasua maeneo mangapi. There's a serious conflict in the spiritual realm between superpowers of the spiritual realm, that a certain superior power in the spiritual realm wants to repress another spiritual power, superior power in the spiritual realm for the sake of his candidate. Yani mtu anatoa kafara, alafu anakuwa na mzimu mkubwa mzito kwenye ulimwengu wa roho. Mzimu huu na mzimu huu anashindana. Wewe unatoa kafara, wewe unatoa kafara, wewe unatoa kafara, unafika wakati huyo mmoja anashindwa, unashangaa anafukuzwa kwenye kampuni. Watu wanasema tu kwamba katumbuliwa, hajatumbuliwa, kuna kitu kimetokea kwenye ulimwengu wa roho.